kumkaribisha mtumishi aje azungumze neno takatifu. Karibu. Asante sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi ni wakati mwingine tena mzuri ambapo tunaenda kujifunza mfululizo wa mada zetu. Hii ikiwa ni sehemu ya pili ya mfululizo wa masomo yetu, hasa katika somo hili la nini maana sahihi ya kwa jina la Yesu. Tatamani kuona tunafuatilia kwa karibu kiasi kwamba tupate kubaini nini kilichokusudiwa na nini ambacho hakikukusudiwa, na kisha tubebe hicho kilichokusudiwa. Kwa mara nyingine tena nipende kuwakaribisha nyote mnaofuatilia. Ikiwa tuko wote mahali hapa, basi nitakutaka ukimya na hatimaye usikivu katawale. Lakini hata wewe unayetufuatilia, basi ni wakati mwafaka kuendelea kufuatilia kujua nini tunachoweza kukipata katika mfululizo wa mada zetu hizi. Ni baada tu ya kwamba katika harakati za kutafuta kupinga fundisho la utatu, swala zima la nini maana sahihi ya kwa jina la Yesu imeweza kupokelewa katika namna tofauti tofauti. Sasa siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya pili ya somo letu, tutaweza kuona kwamba hivi Mathayo 28 hasa kilichokusudiwa mle ndani ni kitu gani? Je, inawezekana ni fundisho ambalo litakutwa lina shida? Tutaona kadri tutakavyoendelea. Na kama ambavyo tumetangulia kusema ya kwamba tunaingia sehemu ya pili, naomba niwakumbushe ya kwamba ubatizo ni moja ya tukio kati ya matukio yanayokamilisha mpango wa ukombozi. Ya kwamba katika swala zima la ubatizo tuna kitu ambacho tunajifunza kupitia tendo lile. Na hili halipatikani mahala pengine isipokuwa ni katika kitabu kile cha Warumi, sura yake ni ya 6, mstari wake ni wa 3 mpaka wa 6. Hivi kabla tujaenda mbali, nitamwomba mtumishi wa Baba aweze kutusomea mafungu hayo matatu, kitabu cha Warumi sura ya 6, mstari wa 3 mpaka wa 6. Naam. Anasema, Karibu. Warumi 6 mstari wa 3 mpaka wa 6. Anasema, ndio. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Anauliza, hamfahamu ya kwamba sisi sote tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu. Sikia hilo fungu la 4 vizuri, kwamba kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu, kwa njia ya utukufu wa Baba. Natafuta hicho Kiswahili. Kwa njia ya utukufu wa Baba. Hebu rudie vizuri hilo fungu la 4. Anasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Tulizikwa pamoja naye katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu. Anasema kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu. Kwa njia ya utukufu wa Baba. Kwa njia ya utukufu wa Baba. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya na uzima. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima na uzima. Wa uzima. Hebu sasa subiri kidogo. Nataka nishughulike na hilo fungu la 4 ambalo linazungumzia jinsi gani ambavyo Kristo aliweza kufufuka kwa njia ya utukufu wa Baba. Tangu hapo nimezungumza ya kwamba katika mpango wa ukombozi swala la tendo la ubatizo linahusika, na hata kama sasa ulikuwa huelewi, naomba uanze kuelewa ya kwamba tendo la ubatizo ni moja ya tendo ambalo linajumuishwa katika mpango wa ukombozi. Na ili uelewe ya kwamba mpango wa ukombozi unahusisha tendo la ubatizo, utatakiwa kuona ni jinsi gani ambavyo Kristo aliweza kufufuliwa. Wakati Kristo anafufuliwa, tunaposoma kitabu cha Warumi sura yake ni ya 8 mstari wa 11, tunasoma ya kwamba Baba aliweza kumfufua mwana wake nani? Yesu Kristo. Lakini wakati wa tukio kabisa, wakati wa tendo kabisa la kufufuliwa kwa Yesu, tunakuta ya kwamba aliyehusika kumfufua Kristo alikuwa ni malaika mkuu Gabriel. Ndicho hicho Kiswahili tulichokikuta hapo ya kwamba alifufuka kwa njia ya utukufu wa nani? Wa Baba. Sasa tutakuja kuona vizuri kadri tunavyoendelea ya kwamba utukufu ulikuwa ni kitu gani. Kwa sababu kilichofanyika pale, malaika alishuka
na utukufu wa baba yake mpaka akafika pale kaburi lilipo, kisha akamuita mwana wa Mungu akasema, mwana wa Mungu, njoo huku nje, baba yako anafanyeje? Anakuita. Ipo hapo tutakapopata kuona jinsi gani ambavyo tendo la ubatizo liliwahusisha hata malaika. Tutaona vizuri. Sasa malizia lile fungu lilikuwa likifuata la 5 kisha la 6. Anasema mstari wa 5. Ndio. Kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake. Anasema kama ambavyo tuliunganika katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Anasema kadhalika tutaunganika katika mfano wa kufufuliwa kwake. Tukijua neno hili ya kuwa, sasa tukilijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye. Ya kwamba utu wetu wa kale umesulubishwa pamoja naye Yesu Kristo, ili mwili wa dhambi, ili kusudi ule mwili wa dhambi uweze kubatilika, tusitumikie dhambi tena. Tusije tukatumikia tena nini? Dhambi tena. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo utaona namna gani ambavyo tendo na tukio la ubatizo ni mfano wa kile ambacho sisi nasi tutadaiwa kukielewa kuwa ni moja ya tukio matendo linalotengeneza mazingira ya mpango wa ukombozi. Hivi sisi tukiwa tumezikwa pamoja na Kristo, tukaufia ulimwengu, tukafufuliwa pamoja naye, basi tutakuwa tumeifia dhambi na kisha tutafufuliwa katika upya wa uzima. Sasa naomba tuende haraka haraka katika mafungu ambayo tuliwahi kuyasoma katika sehemu yetu ya kwanza, ili kutokumwacha mbali yule ambaye pengine hatakuwa tumeanza naye, na kisha ndipo tuingie katika sehemu ya pili moja kwa moja. Tatamani sasa mtumishi uweze kunifungulia kitabu kile cha Yohana sura ya 5 mstari wake ni wa 43. Katika fungu hilo tutaona kile ambacho Kristo anatuandalia mazingira ya uelewa ili tuweze kung'amua ni jinsi gani ambavyo Mathayo 28 mstari wake wa 19 mpaka wa 20 unatengeneza kiini cha ujumbe ambao unatuwezesha kuelewa jinsi gani ambavyo mpango wa ukombozi unamhusisha Baba, unamhusisha Mwana, lakini unahusisha Roho yake. Sasa katika kwenda huko lazima tuelewe kwanza jinsi gani Yesu alivyokuja na jinsi gani alivyoacha mamlaka yake kwa wafuasi wake. Tusome mtumishi Yohana 5:43. Karibu. Katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 43 anasema, Naam. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Yesu anatoa maelezo kwa Wayahudi ama kwa kanisa ya kwamba mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamunipokei. Anasema lakini ninyi hamunipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe. Anasema mwingine akija kwa jina lake yeye mwenyewe, mtampokea huyo, kwamba mtampokea huyo. Sasa sikiliza, kuna sentensi hapa ambayo tutakiwa kuisahau. Wale ambao pengine mmeachwa nyuma ni katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 43. Anasema Yesu hivi, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamunipokei. Bali mwingine akija kwa jina lake huyo mtampokea. Nini Yesu alichokuwa anajaribu kukielezea pale? Tutapata sura vizuri katika fungu linaloendelea mbele baada ya hilo. Na hilo fungu linaloendelea baada ya hilo tunasoma kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 44. Yohana 12 fungu la 44 tutaanza kuelewa nini Yesu alichokimaanisha katika fungu la 43 la sura ya 5. Karibu sana mtumishi. Yohana 12 mstari wa 44. Yohana Injili sura ya 12 mstari wa 44. Anasema, naam. Naye Yesu akapaza sauti. Yesu akapaza sauti hekaruni hapo. Akasema. Akasemaje? Yeye aniaminie mimi. Akasema yeye anayeniamini mimi. Haniamini mimi. Haniamini mimi. Bali yeye aliyenipeleka. Bali yeye aliyenipeleka ambaye ni yule tuliyemsoma katika fungu la 43 ya kwamba mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Halafu ninyi hamunipokei. Mwingine akija kwa jina lake mtampokea huyo. Sasa anasema akipaza sauti ya kwamba, naomba mnisikilize vizuri hapo, maana hilo fungu la 44 ndilo linalotuwezesha kulielewa fungu la 43 la sura hiyo tulianza kuisoma ya 5. Sikilizeni. Naomba nirudie kusoma kwa makini. Fungu la 44. Anasema, naam, sikilizeni. Naye Yesu akapaza sauti. Yesu akapaza sauti, yani kaongea kwa sauti ya juu. Akasema, akasemaje? Yeye aniaminie mimi. Kwamba yeye aniaminie mimi. Haniamini mimi. Kwamba haniamini mimi. Bali yeye aliyenipeleka. Isipokuwa atakuwa amemwamini yeye aliyenipeleka ama yeye aliyenituma. Kwa hivyo Yesu anachotafuta tukielewe hapa wote, ambacho anataka wakielewe Wayahudi, lakini anataka wakielewe hata wanafunzi, ya kwamba yule atakayekuwa ameniamini mimi hata kuwa ameniamini mimi, badala yake atakuwa amemwamini yule aliyenituma. Kwa nini?
Ni kwa sababu ya kwamba wakati Baba anamtuma mwana, aliweka roho yake ndani ya mwana, na kwa sababu hiyo mwana alikuwa akishughulika dhidi ya mapenzi ama matakwa ya baba yake, kwa sababu roho ya baba iko ndani ya mwana. Na kwa sababu hiyo wakati huo mwana hasemi kile kilicho chake, badala yake ni baba anayesema ndani ya nani? Ya mwana. Kwa ndicho kile kinachopelekea Yesu aseme ya kwamba anayeniamini mimi hata kwa ameniamini mimi kwa nafsi yangu mimi kama mimi, isipokuwa atakuwa anamwamini yeye aliyenipeleka, kwa kuwa roho ya yeye aliyenipeleka iko ndani yangu mimi. Sio kama mpaka hapo tunaenda vizuri. Sasa naomba tushuke kidogo, tuanze kutiririka kiasi cha kutuongoza tuweze kuongozwa katika mtiririko husika. Niangalizie sasa kitabu kile cha sura ile ya 20 mstari wa 21 na 22 ya kitabu cha Yohana. Yohana sura ya 20 fungu la 21 mpaka la 20. Baada ya kuwa tumepata maelezo hayo, tupate naye yanayofuata ili tupate mwanga kidogo, ili hatimaye tuweze kujua nini Mungu ama Kristo alikusudia. Yohana sura ya 20 mstari wake ni wa 21 kisha wa 22. Anasema na katika kitabu cha Yohana 20 mstari wa 21 na 22, anasema fungu la 21 uache kwanza hapo, alafu utaingia fungu la 22. Ndio, karibu. Basi Yesu akawaambia tena. Sasa hapa Yesu anawaambia tena wanafunzi wake, amani iwe kwenu. Anasema amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi. Anatoa mwelekeo sasa kwamba kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Mimi nami nawapeleka ninyi. Subiri. Kumbuka katika fungu la 44 la kitabu cha Yohana sura ya 12 ikasoma ya kwamba yeye anayeniamini mimi haniamini mimi. Tumeona jinsi gani ambavyo yule anayemwamini Yesu anakuwa hajamwamini kwa sababu gani? Anakuwa amemwamini yeye aliyemtuma. Sasa Yesu anakuja kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka kwake. Anawaambia, sikilizeni, kama vile Baba alivyonituma mimi nami nafanyeje? Na watuma ninyi. Sasa tunatafuta kuona ni vipi Yesu alivyotumwa na Baba, nini alichokifanya na nini ambacho Kristo anataka akifanye kwa wanafunzi wake, ili tuamini na jinsi gani ambavyo kile alichokitamka ya kwamba anayeniamini mimi haniamini mimi, baada yake anamwamini yeye aliyetuma. Tuone hiki anachokifanya kwa wanafunzi wake kina ufanano wowote na kile ambacho Baba alikifanya kwake. Hapo hatutaelewa mpaka tusome fungu la 22. Tuone nini Yesu alichokifanya kwa wanafunzi wake, ili kusudi tutakao kuwa tunawaamini mitume, watakao kuwa wanaamini mitume, au watakao kuwa wanatuamini sisi, hawatakuwa wanatuamini sisi, badala yake watakuwa wanamwamini Yesu aliyetutuma. Amina. Karibu nisome fungu la 22. Fungu la 22. Naam. Anasema na Yohana hiyo sura ya 20 mstari wa 22 tumehama. Na kisha kusema hayo, Kristo baada ya kuwa amewaambia ya kwamba kama vile Baba alivyonituma mimi nami nawatuma, baada ya kuyasema hayo alifanya nini? Akawaambiaje? Pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hivi baada ya kuwa Kristo amewaeleza habari za namna alichotumwa na Baba na jinsi gani ambavyo anawatuma wao, kisha baada ya kuyasema hayo aliwavuvia Roho yake. Kiswahili cha Kiswahili kinasema aliwapulizia Roho yake, akawa amewapatia Roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hivi tayari kama aliwapatia Roho yake na kisha amewatuma, tafsiri nyepesi ni hivi, watakachokuwa wakikifanya si wao, ila ni Roho ya Kristo ndani yao. Na kila atakayokuwa amewaamini wao, hata kuwa amewaamini wao, badala yake atakuwa amemwamini nani? Yesu aliye ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hilo fungu la 44 likawa limekamilika vizuri tafsiri yake katika fungu la 22 la sura hiyo ya 20. Naomba sasa tushuke, kadri tunavyoendelea nafikiri tutaelewana vizuri. Sasa hebu nikusumbue unisomee kitabu pia cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 40. Hapo pia kuna sentence kidogo ambayo itaendelea kutupanua ufahamu. Kitabu ni cha Mathayo sura ya 10, fungu lake ni la 40. Mathayo 10 mstari wa 40. Naam, karibu mtumishi. Maandiko yanasema, yanasemaje? Awapokea ninyi. Sasa baada ya kuwa amewapa huo utume wake kwamba waende, ndipo anatoa mwongozo. Endelea mtumishi. Awapokea ninyi. Awapokeaye ninyi Anipokea mimi. Anipokea mimi.
naye anipokeaye mimi, na yeye atakayekuwa amenipokea mimi, ampokea yeye aliyenituma. Atakuwa amenipokea yeye aliyenituma. Bwana asifiwe. Amina. Sasa naomba tuende kidogo lakini kwa hakika kiasi ya kwamba hatutamwacha yote njiani. Wakati Yesu ametoa agizo kwa kuwapa roho yake wameondoka, anatoa mwelekeo ya kwamba awapokeaye ninyi baada ya kuwa mmeenda huko, akawapokea huyo mtu. Hata kuwa tu amewapokea ninyi, lakini atakuwa amenipokea mimi. Na huyo atakayekuwa amenipokea mimi, atakuwa amempokea na nani? Na Baba aliyefanyaje? Aliyemtuma huyo mwanaye. Bwana asifiwe. Amina. Hapo tayari tunaanza kupata taswira hivi. Kile kilichokuwa kikifanyika kwa Baba kuja kwa Mwana, na sasa kimetoka kwa Mwana kimekuja kwa hawa wanafunzi. Tafsiri nyepesi ni hivi: kilichokuwa kikifanya kazi ndani ya Kristo ndicho kinachoenda kufanya kazi ndani ya mitume. Na kwa tafsiri hiyo sasa utapata sura ya kwamba roho ya Baba iliyokuwa ikifanya kazi ndani ya Mwana ndiyo hii itakayoendelea kufanya kazi ndani ya nani? Ya mitume, ndani yangu, ndani yako na ndani ya wote watakaoamini. Kwa hivyo utakuta ya kwamba hatuna roho tatu, badala yake tuna roho ngapi? Moja. Kumbuka leo tunaenda kutafsiri sura ya 28 ya kitabu cha Mathayo. Enendeni mkawabatize kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaamuru ninyi. Sasa hapo tutabaini kwamba je, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tafsiri ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho? Tutatembea kutafuta jibu sahihi katika hilo swali. Niombe tutiririke kadri tunavyoendelea, tuendelee kuliweka vizuri, na hatimaye hata msikilizaji anayetufuatilia ataelewa kwamba Mathayo 28 nini kilichomaanishwa pale, kinyume cha kile kinachomaanishwa leo. Naomba tuingie katika kitabu cha Yohana 13 mstari wake ni wa 20. Katika Yohana 13 mstari wa 20 tunaendelea kupata wigo mpana wa kutuongoza kuelewa vizuri nini Yesu alichokikusudia, kinyume cha wengi wanavyo tafsiri haya maelezo. Yohana sura yake ni ya 13 mstari wa 20. Yohana 13 mstari wa 20. Karibu mtumishi. Maandiko yanasema. Yanasemaje? Amini amini nawaambieni. Yesu anasema amini amini nawaambieni. Yeye ampokeaye mtu yeyote nimpelekaye, yeye atakayempokea yule nitakayekuwa nimemtuma, anipokea mimi, atakuwa amenipokea mimi. Naye anipokeaye mimi, na huyo atakayekuwa amenipokea mimi, ampokea yeye aliyenipeleka, atakuwa amempokea yeye aliyenipeleka au aliyenituma mimi. Bwana asifiwe. Amina. Inaendelea kutuwekea vizuri hii sura ya 13 fungu lake la 20 Yohana, ya kwamba yeye atakayempokea huyo nitakayekuwa nimemtuma atakuwa amenipokea mimi, na huyo atakayekuwa amenipokea mimi atakuwa amempokea yeye aliyenipeleka. Bwana asifiwe. Amina. Nini Yesu anachotaka kukiwasilisha kwa wanafunzi? Nini anachotaka kukiwasilisha mbele zetu leo? Anawasilisha wazo hivi kwamba roho ya Baba ambayo iliniongoza mimi kuyatenda matakwa ama mapenzi yake ndiyo hii ambayo sasa nimeitoa kwa hawa wanafunzi, kama tulivyosoma Yohana 20 mstari wa 22. Na kwa sababu hiyo sasa yule atakayekuwa amewapokea au amempokea yule nitakayekuwa nimemtuma, hata kuwa amempokea yeye, badala yake atakuwa amenipokea mimi. Na yule atakayekuwa amenipokea mimi atakuwa amempokea yeye aliyefanyaje? Aliyenituma. Kwa hivi unaweza kulirudisha kinyume cha hilo. Unaweza kusema hivi, yule atakayeacha kumpokea yule atakayekuwa ametumwa na Kristo, hata kuwa ameacha kumpokea huyo, ili atakuwa ameacha kumpokea nani? Kristo. Na kama atakuwa ameacha kumpokea Kristo, atakuwa ameacha kumpokea nani? Baba yake. Kwa sababu roho ya Baba ilikuwa ndani ya Mwana, na hiyo roho iliyokuwa ndani ya Mwana akaitoa kwa nani? Kwa wanafunzi. Kwa utaona huo mnyororo unatengeneza kitu kingapi? Kitu kimoja. Naomba tushuke kidogo, tusome kitabu cha Luka 10 mstari wa 16, kisha baada ya hapo tutasema kitu fulani, kisha tutazama ndani zaidi kwenye kiini. Tuangalie kitabu cha Luka 10 mstari wa 16 inavyoendelea kutufungulia mwanga zaidi jinsi gani tunapoweza kuelewa vizuri hiyo Mathayo 28 mstari wake ni wa 19 mpaka 20. Lakini za muhimu tutalazimika kuanzia fungu
la 18 tukapokuwa tukisoma. Karibu sana mtumishi. Luka 10 mstari wa 16. Ndio, karibu sana. Luka 10 mstari wa 16. Luka 10:16 tuisikilize vizuri inavyotuweka vizuri. Maandiko yanasema, Yanasemaje? Awasikilizaye ninyi. Sikiliza sasa, kinachoendelea kuwekwa wazi ni kile ambacho tumeanzana nacho katika fungu la 8 la 43 ya Yohana sura ya 5. Awasikilizaye ninyi, anisikiliza mimi, atakuwa amenisikiliza mimi. Naye awakataaye ninyi, na yeye huyo atakayekuwa amewakataa ninyi, anikataa mimi, atakuwa amenikataa mimi. Naye anikataaye mimi, na huyo atakayekuwa amenikataa mimi, amkataa yeye aliyenituma yeye aliyenituma, ambaye ni baba yake. Sikiliza watu wa Mungu, roho ya baba inavyotenda kazi ndani ya mwana, ndivyo ilivyokuwa inatakiwa itende kazi ndani ya wanafunzi. Na kwa hiyo anasema hivi, yeye atakayekuwa amewasikiliza atakuwa amenisikiliza mimi, na huyu atakayekuwa ameacha kuwasikiliza ninyi atakuwa ameacha kunisikiliza mimi. Lakini huyu atakayekuwa amenisikiliza mimi atakuwa amemsikiliza nani? Baba. Kama sijaruka vizuri, awasikilizaye ninyi anakuwa amenisikiliza mimi. Kwa Kiswahili kifupi ama chepesi unaweza kusema hivi, hawa wanaosema hao wanafunzi au wale watakaosema kwa ajili ya Kristo si wao, ila ni roho ya Kristo ndani yao. Kwa katika Mathayo 28 tutaenda kuielewa vizuri, kwa sababu roho inayozungumzwa katika viapo au katika ahadi katika kitabu kile cha Mathayo 28 ni roho ya Kristo, ni uwepo wa Kristo ndani ya nani? Ya wanafunzi. Nimeanza kuliweka hivyo kwa ufupi ili nikuandae tunapoendelea mbele tuweze kuelewana vizuri. Na kwa sababu hiyo, kila atakayekataa kile ambacho kimezungumzwa na wanafunzi, kila atakayeacha kusikiliza kile kitakachokuwa kimezungumzwa na wanafunzi, atakuwa amemkataa Kristo, na moja kwa moja atakuwa amemkataa nani? Baba yake. Sasa baada ya kuzungumza hayo, niombe mtumishi wa Baba unifungulie kitabu kile cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, kurasa 148, paragrafu yake ni ya 3. Tuanze kupanuka sasa kuingia ndani katika uhalisia. Huu ni unabii ambao Mama White alifunuliwa jinsi gani ambavyo kuna wale ambao waliikataa nuru, na sasa muda utafika ambao wataenda kuvuruga usikivu wa wale ambao wameamua kutembea na nuru, kiasi ya kwamba ule ujumbe waliotakiwa kuweka wazi na sasa waliacha kuweka wazi. Hawa wanapoenda kuweka wazi, wataenda kuwatoa katika hali iliyokusudiwa. Na kisha kuna maneno ambayo tunayapata hapa. Nini kilichomaanishwa hapo kinachoweza kutusaidia kuielewa hiyo sentensi? Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, kurasa 148, paragrafu yake ni ya 3. Mia 48, Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, paragrafu ya 3 anasema. Ndiyo, karibu. Wale ambao wameiacha imani, anasema wale ambao wameiacha imani watakuja kwenye mikutano yetu. Anasema watakuja ama watahudhuria kwenye mikutano yetu ili kugeuza mawazo yetu kutoka katika kazi ya Mungu, mawazo yetu kuyatoa katika kazi ya Mungu ambayo ingalikuwa imefanyika, ambayo ingalipaswa kuwa ilishafanyika lakini haikufanyika. Hamwezi kumudu kuyageuza masikio yenu. Sasa sikiliza mwelekeo. Hatupaswi na hatuwezi kumudu kugeuza masikio yetu kutoka kwenye ukweli na kujielekeza kwenye hadithi za kubuni tu. Usiache kujaribu kumuongoa. Anatoa muongozo vizuri. Sasa anasema hivi, usiache kujaribu kumuongoa anenaye maneno ya kashifa, yule anayekuja na kuongea maneno kwako ya kashifa juu ya kazi yako, juu ya kazi hii ambayo Bwana amekutuma kuitenda. Lakini ionekane kuwa wewe unaongozwa na roho ya Yesu Kristo. Sasa anasema lakini ionekane ya kwamba wewe unaongozwa na roho ya Yesu nani? Kristo. Na malaika wa Mungu. Sikiliza sasa jinsi gani ambavyo kitu kinachoenda kuingizwa hapo katika haya maelezo kitatuongoza kuelewa vizuri yale mafungu tuliyotangulia kuyasoma. Rudia hayo maelezo, samahani tumishi. Anasema lakini ionekane kuwa wewe unaongozwa na roho wa Yesu Kristo. Lakini ionekane ya kuwa wewe unaongozwa na roho ya Yesu Kristo, na malaika wa Mungu wataweka midomoni mwako maneno. Sikiliza hicho Kiswahili. Na malaika wa Mungu wataweka mdomoni mwako maneno ambayo yataifikia mioyo ya wapinzani. Maneno ambayo yataifikia mioyo ya hao nini? Wapinzani. Subiri.
Kwa mtu yeyote ambaye si mvivu wa kufikiri, ukisikia maneno yaliyotajwa hapo, maana yake nyepesi unaweza kuisema hivi kwamba wakati hao walioiacha imani watakapokuja kutuvuruga, tutatakiwa kuacha kuwaongoa. Na tutaachaje kuacha kuwaongoa? Ni kwa njia ya kujibu hoja ya kile tutakachokuwa wamekizungumza. Na pale ameliweka vizuri akasema hivi, ifike mahala igundulike na ieleweke ya kwamba tunaongozwa na roho ya Kristo. Yaani kwa maana nyingine sisi tunaojiongoza. Kumbuka mafungu tuliyosoma sitayarudia. Na kwa jinsi hiyo sasa malaika wa Mungu sawa watachukua maneno ya Kristo watayaweka katika midomo yetu. Kwa hicho Kiswahili toche tu kutufanya tuelewe hivi, yale tutakao tukiyazungumza sio sisi, ila ni Kristo anayazungumza hayo maneno, kwa sababu hayo maneno yamepachikwa tu katika miili yetu, lakini kiukweli anayezungumza ni Kristo kwa kutumia nini? Miili yetu. Amina. Bwana sasa sifiwe. Amina. Nafikiri tunaenda kuelewana sasa mpaka hapo. Naomba sasa tutiririke kadri tunavyoendelea. Tutaanza kupata sura kamili ya nini ambacho Mungu alikikusudia. Nataka sasa tuingie katika fungu lenyewe ambalo ni kichaka cha wengi. Na katika hili fungu tutangamua kile ambacho Kristo alikikusudia, lakini leo anakikusudia kwa namna nyingine tofauti kabisa. Tuingie sasa katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 28. Tutaanzia ule mstari wa 18. Tutiririke mpaka mstari wa 20. Hatuna haraka. Ninachokiamini tu ni kwamba tutaelewana vizuri. Mathayo sura yake ni ya 28. Fungu lake tuanzie fungu la 18 mpaka fungu lile la 20. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20. Anasemaje? 28, 18 mpaka 20. Karibu sana. Maneno yanasema hivi. Ndio. Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambiaje? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote kutoka mbinguni mpaka wapi? Mpaka duniani. Subiri kidogo. Nini Kristo anachotaka tukielewe hapa? Anataka tuelewe hivi. Mamlaka yake si ya hapa duniani tu, isipokuwa mamlaka yake ni tangu wapi? Mbinguni. Kwa hivi hiyo mamlaka yake alionayo tangu mbinguni amekuja nayo. Kiswahili kizuri na chepesi tunaweza kusema hivi, baba yake ameweka mamlaka yake juu yake. Ni kama hicho Kiswahili hatutakielewa vizuri kama si kusoma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wake ni wa 34 mpaka 35 hapo. Nataka tuisome hiyo na wala hapo usipafuniki. Natafuta tu jinsi gani ambavyo hiyo sentence itakaa vizuri na kueleweka. Yohana sura ya 3. Yohana sura yake ni ya 3 mstari wa 34 mpaka 35. 34 mpaka 35. Yohana sura ya 3 mstari wa 34 mpaka 35. Karibu sana mtumishi. Neno la Mungu linasema. Linasemaje? Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu, huyo ni Yesu anayetajwa. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu, huyanena maneno ya Mungu. Anasema huyanena maneno ya nani? Ya Mungu. Endelea. Kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Anasema kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Tafsiri nyepesi ni hivi, amemtoa roho kwa ujumla, yani kama alivyo mzima. Kwa hivi ikiwa hakumtoa roho kwa kipimo, hiyo ni nyepesi sasa kuanza kuielewa kwamba mamlaka aliyopewa Kristo tangu mbinguni mpaka huko duniani, alipewa roho, alipewa uwepo wa Baba ndani yake, alipewa mamlaka yote ya nani? Ya Baba. Kama bado sijaeleweka vizuri, ninahisi hicho kitu. Hebu nikusumbue mtumishi wa Baba, ukimbie kule kwenye kitabu cha Waebrania moja. Na hiyo ya Mathayo usiifunike, maana hiyo itahitaji mizizi mingi ili kutuweka vizuri. Waebrania moja. Waebrania moja. Ndio. Katika kitabu cha Waebrania 1 mstari wa kwanza. Anasema ndio. Waebrania 1 mstari wa kwanza. Ndio. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii
kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi, anasema mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, aliyemweka kuwa mrithi wa mangapi? Wa yote. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo utagundua jinsi gani ambavyo Kiswahili kilichotumika katika Mathayo 28 fungu lake la 18 kimetuweka wazi ya kwamba Kristo anachoenda kukifanya kwa wanafunzi wake, anatekeleza takwa la Baba kwa namna ambayo ni ya ujumla wake, kwamba mamlaka yote ya Baba ameitua kwa nani? Kwa Mwana. Tunaendelea sasa katika kitabu kile cha Mathayo 28, mstari huu ambao tulikuwa tumeufikia, ili tukimbie mpaka fungu la 20. Katika kitabu kile cha Mathayo 28 mstari wa 18, tulikuwa tunaanzia hapo. Tunarudi tena mstari wa 18. Ndiyo, karibu. Anasema, naam, Yesu akaja kwao. Akasema nao wanafunzi. Akawaambiaje? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni. Anasema sasa, kwa sababu nimepewa hiyo mamlaka yote, na mimi nawaamuru nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amina. Sasa katika hili nitahitaji utulivu ambao tutufanye tutulie, tuanze kusikiliza nini ambacho kimekusudiwa kwenye hilo fungu. Kumbuka, wengi wa wanaodai ya kwamba fungu la 28 limepotoshwa wanatafuta kupoteza kile ambacho leo tutaenda kujifunza, na wanatafuta kuzuia ya kwamba fundisho la utatu lisipate mwanya katika hilo fungu. Lakini leo tutagundua ya kwamba fundisho la utatu haliwezi kupata nafasi katika Mathayo 28 kwa sababu tu ya tafsiri mbaya ambayo imekuwa ikiendelea. Badala yake Mathayo 28 mstari wake wa 19 liko wazi kabisa, na humo ndani hakuna utatu. Kwa nini? Baba, Mwana na Roho, huo sio utatu, isipokuwa utatu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, umoja wa nafsi tatu za Mungu ambazo hazitaki kutengana. Hicho ndicho kinachoitwa utatu, lakini leo tutaenda kujifunza tofauti. Bwana asifiwe. Amina. Kabla tujasonga mbele katika kuzama zaidi, ili kumfanya msikilizaji aliyetufuatilia leo nini tunachotafuta, nitakuomba mtumishi utusomee kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wake ni wa 9. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 9. Warumi sura ya 8 mstari wa 9. Ndio. Warumi 8 mstari wa 9. Tutafute, je, Baba, Mwana na Roho ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, umoja wa nafsi tatu za milele? Katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 9 nasema, karibu, lakini ikiwa Roho wa Mungu, anasema lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Bwana asifiwe. Amina. Mafungu hayo, fungu hilo limetuongezea ufahamu pia ya kwamba Roho anayetajwa pale ni Roho wa Kristo, na Roho anayetajwa pale ni Roho wa nani? Wa Baba, ambaye ndio wa Mungu. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba huyo Roho ni Mungu mwingine. Bwana asifiwe. Amina. Sasa naomba tuende katika kutafiti nini Mungu alichokuwa amekikusudia katika kitabu hicho cha Mathayo 28, ambapo anasema ya kwamba mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nini kilichokuwa kimekusudiwa? Naomba tukipatie majibu hapa chini kidogo. Hapa chini kidogo kuna maelezo ambayo mtumishi alikuwa hajayasoma. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku ngapi? Zote. Hata ukamilifu wa nini? Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa nini? Wa dahari. Sasa Yesu tunafahamu wote fika ya kwamba mwaka wa 31 alipewa kwenda wapi? Mbinguni. Lakini eti bado ahadi yake iko wazi ya kwamba yeye yu nasi siku zote hadi ukamilifu wa nini? Wa dahari. Lakini tusichotakiwa ukisahau kingine ni kwamba kadri ya mafungu tulivyokwisha yasoma kule nyuma, tumeng'amua ya kwamba wale wote wanaofanya kazi ya Kristo
hawafanyi wao, ila ni Kristo anayekuwa akifanya kazi ndani yao. Na sasa Kristo anafanyaje kazi ndani yao? Ni kwa njia ya kuwapa ile roho yake, na ile roho yake ndiyo inayofanya kazi ndani yao. Tutapata majibu sahihi kadri tunavyoendelea. Katika kufanya ili fungu lianze kupanuka zaidi katika mioyo ya wasikilizaji na bongo za wasikilizaji, tutadaiwa kurudia kusoma Yohana 22, Yohana 20 mstari wa 20 na moja na 2. Yaani Yohana 20 mstari wa 21 mpaka 22. Nataka tulirudie hilo fungu ili tuongoze kuelewa vizuri Mathayo 28 tunavyoenda kuzama na nabii na tusaidiaje, na kisha mfungu kadhaa. Leo hatutachelewa kumaliza. Karibu mtumishi. Katika kitabu cha Yohana 20 mstari wa 21 na 22. 21 na 22. Ndio. Maandiko yanasema, Yanasemaje? basi Yesu akawaambia tena. Yesu baada ya kufufuka akawaambia tena, amani iwe kwenu. Akasema amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi. Anasema kama Baba alivyonituma mimi. Mimi nami nawapeleka ninyi. Mimi nami nawatuma ninyi. Kisha baada ya kusema haya akafanyaje? Naye akiisha kusema hayo, alipomaliza kusema hayo kwamba ninawapeleka ninyi kama Baba alivyonituma, akawavuvia, akawaambiaje? Pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo kile ambacho tutaenda kukipata katika kitabu cha Mathayo 28, tutang'amua kitu ambacho kitatokana na haya mafungu mawili. Yaani tutasafiri katika safari yetu tukiwa na haya mafungu mawili. Ya kwamba Kristo alikuja kwa wanafunzi akamwambia amani iwe kwenu. Sasa sikilizeni, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawatuma ninyi. Akisha kumaliza hayo, akawapa roho yake. Kwa hivyo alipomaliza kueleza hayo, aliweka roho yake ndani yao ili waende wakifanya kile ambacho yeye angelikifanya. Kwa hivyo tunapoenda kusoma kwamba kwa jina la Baba, Mwana na Roho, anamaanisha kile ambacho kimetokana na hili fungu. Bwana asifiwe. Amina. Sasa ili kuliweka vizuri hili fungu, tutahitaji msaada nje ya mafungu hayo. Sasa nitakuomba nisomee kitabu cha Leo na Mungu. Kitabu cha Leo na Mungu ni Mei 3. Mei 3, tuelewe nini ambacho Kristo alikuwa amekikusudia na nini ambacho pengine leo tunakikusudia isivyo. Mei 13. Usikilize kile ambacho Kristo alikitamka na jinsi gani ambavyo Kristo angekuwa ndani ya watu wake. Anakuwaje ndani ya watu wake na wakati tunajua yuko mbinguni? Karibu mtumishi. Katika kitabu cha Mei 13, Leo na Mungu. Leo na Mungu. Mei 13. Kupenda kutii. Karibu. Tuanzie mwanzo kabisa. Anzia hapa. Katika paragrafu inayosema kwamba Kristo anasema kwamba Kristo atajidhihirisha kwao. Hapo tunaenda kutafuta tafsiri nzuri na sahihi ya kitabu cha Yohana 14 mstari wa 22 na kuendelea pale ambapo Kristo aliwaambia hivi: wale wote watakao wameitii sheria yangu, watakao kuwa wametii amri zangu, Baba yangu atawapenda na mimi nitawapenda, kisha atajidhihirisha kwao. Sasa ikawaletea tabu sana wanafunzi kuelewa nini Yesu alichokuwa anakimaanisha, jinsi gani ambavyo angejidhihirisha kwa ulimwengu na wao ulimwengu usiweze kumuona, halafu wakamuona wao na ulimwengu usiweze kumuona. Sasa hapo tunaenda kupata tafsiri sahihi, yani jinsi gani ambavyo Kristo angejidhihirisha kwao na tayari alishajidhihirisha kwao. Karibu. Narudia tena paragrafu ya 3. Ndio. Kwamba Kristo atajidhihirisha kwao, kwamba Kristo atajidhihirisha kwao mitume, lakini hataonekana kwa ulimwengu. Lilikuwa ni fumbo kwa wanafunzi. Sikiliza kwamba ilikuwa ni fumbo kwa wanafunzi. Hawakuweza kuelewa maneno ya Kristo katika maana ya kiroho. Kwamba hawakuweza kuelewa maana ya Kristo, kwamba yeye alikuwa anamaanisha angejidhihirisha kwao katika roho, si katika mwili. Walikuwa wanafikiria udhihirisho wa nje. Wao wanafunzi mpaka wanachanganyikiwa, walidhani ya kwamba Yesu angejidhihirisha udhihirisho wa nje, na hivyo wakabaki kushangaa ni kwa vipi anaweza kujidhihirisha ulimwengu simuone lakini sisi tukamuona. Kumbe Kristo alikuwa analenga udhihirisho wa roho, yaani angekuja akakaa ndani yao katika asili ya roho, si katika mwili. Udhihirisho huo unaonekana. Sikiliza, udhihirisho huo unaonekana.
hawakuweza kuelewa udhihirisho, hawakuweza kuelewa ukweli kwamba wangekuwa na uwepo wa Kristo. Sikiliza sasa pointi nzuri. Anasema hawakuweza kuelewa kwamba wangekuwa na uwepo wa Kristo, lakini hakuonekana na ulimwengu. Hawakuelewa maana ya udhihirisho wa kiroho. Aha. Wakati Yesu anazungumza hayo, hawakuelewa udhihirisho huo kwamba ulikuwa ni wa kiroho. Yaani kwa maana nyingine ni hivi, hawakuelewa kwamba angerudi kujidhihirisha kwao si katika mwili, yani kwa maana ya kuonekana kwa nje, ila angerudi kuwa ndani yao kwa maana ya kujidhihirisha kiroho, si kimwili kwa maana ya kuonekana. Kwa hiyo unaweza kuelezea kusema hivi, anaposema ya kwamba ulimwengu hauwezi kunitambua kwa sababu haunioni, lakini ninyi mnanitambua kwa kuwa ninyi mnaniona, tena ninakuja, sawa sawa, nitakuja kuwa ndani yenu. Fungu naona nilisome nilirudie kwa kulisikia nisije nikapunguza vionjo. Kusumbue mtumishi, nisomee. Hayo maelezo nayo yasema hapo kwenye kitabu cha Mathayo, ni Yohana 14 mstari wake ni wa anzia mstari wa 16. Anzia 16. Katika kitabu cha Yohana 14, anzia mstari wa 16. Tupate maana sahihi ya ambacho tumekisoma kwenye kitabu cha leo na Mungu, sije nikapunguza kilichokusudiwa. Katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 16 anasema, ndio. Maandiko yanasema, ndio, nami nitamuomba Baba. Yesu anasema nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Kwamba baada ya kumwomba tatu atawapatia msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ili akae nao au akae nasi hata milele. Sura 17. Ndio. Ndiye Roho wa kweli. Huyo ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hapo sasa, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni, wala haumtambui, bali ninyi mnanitambua, lakini ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, kwa kuwa anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Umesikia hiyo sentensi kwamba naye huyo Roho atakuwa ndani yenu. Sasa alipozungumza hicho kitu kiliwavuruga, kikawachanganya, hawakuelewa. Lakini kisoma fungu la 18 kuna kaufahamu kanakoongeza pale, mtu anayeweza kuelewa kaelewa. Anasema hivi, ndio, sitawaacha ninyi yatima. Anasema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Naja mimi mwenyewe, naja kwenu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo kadri tutakavyoendelea kutiririka, tuanze kutembea na sura inayoonyesha hivi, wakati tunaposoma habari za kuja kwa msaidizi mwingine, naye kuja ni Yesu mwenyewe, ila haji katika umbile, haji katika umbo, haji katika mwili, anakuja akiwa Roho wa kweli. Kwa hivyo tunapoenda kupokea ahadi au tunapoenda kutoa ahadi kwa wanafunzi wanaokuwa wameongoka kwamba tuwabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho, tunapozungumza Roho hatumaanishi kiumbe kingine, hatumaanishi Mungu mwenyewe kwa Mungu Roho, tunamaanisha Roho ya Kristo itendayo kazi ndani ya viumbe vitakatifu, ndani yetu binadamu, ndani ya malaika. Tutaenda kuliona pia, kwa sababu tulishagundua ya kwamba katika mpango wa ukombozi malaika walihusishwa. Tutaona walihusishwa kwa namna gani, tutasoma sehemu kama hizo. Kabla sijaenda mbali, niombe unichukulie kitabu hicho cha Matendo ya Mitume. Kwa wale ambao hamnacho nakala hii ya hard copy, tunaenda kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho taandika AA au Acts of Apostles. Ni ukurasa wa 64 paragrafu ya 2 mpaka ukurasa wa 65 paragrafu ya kwanza. Lakini kwa Kiswahili tutaenda kusoma ukurasa huu wa 29 mpaka wa 30. Kitabu kinachoitwa Matendo ya Mitume, wengine wana nakala zilizo na jina linaloitwa Kutoka Maonjo hadi Ushindi. Nisomee ukurasa huu wa 29 mpaka wa 30 ili tuendelee kung'amua haya yazungumza, kisha tuzame zaidi kuona kile kinachopatikana katika Mathayo 28 kilimaanisha nini. Karibu mtumishi. Katika kitabu hiki cha Kutoka Maonjo hadi Ushindi, ndio ukurasa wa 29 ndio mpaka 30. Tunaanza katika maneno yanayozungumza kwamba Yesu Mwokozi. Naam. Yesu Mwokozi aliyekuwa akitembea
Anasema Yesu Mwokozi aliyekuwa akitembea akisema na kuomba pamoja nao, aliyekuwa akitembea akisema akiomba pamoja na wao mitume, amepaa mbinguni kwa umbo la kibinadamu, katika mwili ama umbo la kibinadamu. Walijua kuwa alikuwa katika kiti cha enzi cha Mungu. Hao wanafunzi ama hao mitume walijua ya kwamba alikuwa katika kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Karibu. Ambaye ni rafiki yao, ambaye alikuwa ni rafiki yao mpendwa na mwokozi wao. Na mwokozi wao. Alikuwa akiunganika na hali ya kibinadamu milele. Anasema alikuwa amebaki kudumu kuwa katika hali ya umbo milele. Muungano wao na yeye ulizidi kuwa imara. Sikiliza sasa, muungano wa yeye Kristo na wanafunzi wao ulidumu kuwa imara zaidi kuliko alipoishi pamoja hapa duniani. Zaidi kuliko ilivyokuwa pamoja nao alipokuwa hapa duniani. Sasa ndio tunataka tuone hivi uhusiano wa wao na yeye uliwezaje kuwa mpana zaidi au unaendelea kuwa wa karibu mno kwa namna gani, na wakati alipokuwa pamoja nao ndipo tungedhani alikuwa karibu nao. Tutaenda kuona hicho Kiswahili kilikusudiwa kielewekeje. Sasa hebu endelea kusoma hapo mbele kidogo mtumishi. Kukaa kwa Kristo ndani yao. Sikiza sasa. Kukaa kwa Kristo ndani yao kulionekana kupitia katika kwa wanafunzi wake. Kukaa kwa Kristo ndani yao kulionekana kupitia kuwe ndani ya wanafunzi wale. Kiasi kwamba watu waliwaangalia walishangaa. Kiasi ya kwamba watu walikuwa kiwaangalia wale mitume walishangaa, walishangazwa na nini? Endelea. Hapa ilikuwa imeisha paragraph hii. Sasa hebu hiyo chini iache basi. Lakini ninachotaka tukielewe hapo, nataka tuelewe hivi. Kilichowapelekea wanafunzi wa washangae watu wengine ni kwa sababu Kristo alikuwa ndani yao. Yaani kwa maana nyingine ni hivi, wakati walipokuwa wakiishi, wakifikiri, wakisema, wakitenda kila kitu, kilichokuwa kikionekana pale, ilionekana ni Kristo anayefanya kazi ndani ya nani? Ya mitume wale. Kwa hivyo Kristo alikuwa ndani yao. Wakati mwanzoni kwa mfano akiwa Galilaya, akiwa Palestina, akiwa wapi, ilikuwa ni hapo hapo, alikuwa kifungwa na wakati. Lakini mara alipopaa kwenda mbinguni katika mwili, akarudi ndani yao katika asili ya roho, basi angekuwa na uwezo wa kuishi popote pale na ndani ya yeyote yule. Si kama kwa mfano wakati fulani alipojitokeza kulikuwa na ndugu mmoja ambaye alikuwa ni Tomaso, hakuwepo. Kwamba sasa wakati huo yeye alikoswa kuwa naye karibu. Sasa wakati huu wenyewe alikuwa ndani ya kila mmoja. Kiasi ya kwamba hata hapa tunaye. Bwana asifiwe. Amina. Hivi ndicho kile kilichosema pale ya kwamba kitendo cha yeye kupaa kwenda mbinguni kiliwapatia fursa ya kuwa na Yesu kwa karibu mno kuliko ilivyokuwa walipokuwa pamoja naye katika mwili. Sasa kwa hivi tutaendelea kubabandua fungu lile la 20 na la 19 la Mathayo 28 ya kwamba uwabatize, mkaubatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Hiyo roho inapotajwa roho, tuelewe ya kwamba ni Kristo anapokuwa katika asili ya nini? Ya roho. Tutambue ya kwamba kiapo ama ahadi tunapoingia katika tukio la ubatizo, tuamini na kukiri ya kwamba tunaye Kristo pia katika roho, licha ya kuwa naye pia katika mwili. Si Kristo wawili na wala sio Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hapana. Isipokuwa ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni Mwana mwokozi wetu Yesu Kristo, na roho yake Yesu Kristo ambayo ilitumwa kuja kwetu. Tutapata tafsiri sahihi ya hicho kitabu cha Mathayo 28 fungu lile la 19 katika kitabu ambacho tutakisema hapa kinachoitwa Manuscript Release, gombo lake ni la 12 kurasa wa 260 paragraph yake ya pili. Tutaipata hapo mbele kidogo. Sasa nakuomba mtumishi uweze kunifungulia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 fungu lake ni la 27. Hapa kuna kitu ambacho naomba tuanze kukipata kinachothibitisha haya ambayo tumeyasoma hapo katika kitabu hicho cha Toka Maonjo hadi Ushindi. Kitabu cha Matendo sura ya 9 mstari wa 27, tutaona namna ambavyo kuna mmoja aliyeweza kumuona Paulo kama si Paulo, ila akamuona katika namna nyingine kwa sababu Kristo alikuwa ndani yake. Karibu sana mtumishi. Katika kitabu cha Matendo 9 mstari wa 27, karibu sana. Anasema, ndio, lakini Barnaba akamtwaa, akampeleka kwa mitume. Huyu Barnaba alimtwaa Paulo akampeleka kwa mitume. Akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani. Huyu Bwana aliyemuona ni nani? Aliyesema Bwana pale, aliyemuona ni Kristo. Lakini huyu Kristo alimuona ndani ya nani? Ya Paulo. Sasa sikiliza, alikuwa amemuona kwa namna gani? Soma hayo malizo yanayofuata.
na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina lake Yesu. Amina. Yaani hicho kilichokuwa kimefanyika mpaka huyu Barnaba akamwona kitu ndani ya Paulo, ni kwa jinsi gani huyu Paulo alikuwa akihubiri kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Yaani kwamba Kristo alikuwa akihubiri ndani ya Paulo, maana huyu Paulo alikuwa akihubiri kwa ushujaa katika Dameski. Naomba tujaribu kukimbia tuone sasa sababu ya kutaja jina la Baba, Mwana na Roho. Ni sababu ipi? Ni sababu ipi? Naomba unitafutie gombo lile la 6, utanitafutia ukurasa wa 98, paragrafu yake ni ya 3. Tutafute kuona sasa hivi Mathayo 28 tunapotaja kwa jina la Baba, Mwana na Roho, tunakuwa tunamaanisha nini? Nini kilichokuwa kimetakwa kwa wanafunzi wakielewa na nini kinachotakwa kwetu tukielewa? Gombo la 6, shuhuda kwa kanisa, gombo la 6. Basi haina shida, tumeshakisahau. Naomba tu niyasome hapa, naomba niyasome. Anasema hivi: viapo tunavyojiwekea ama ahadi tunazojiwekea tunapokuwa katika tendo ama tukio la ubatizo. Sikiliza kinachoendelea hapa. Anasema vinakumbatia mambo mengi, vinakumbatia mengi. Sikia. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumezikwa katika mfano wa kifo cha Kristo na kufufuka katika mfano wa ufufuo wake. Endelea kusemaje? Na tunapaswa kuishi maisha mapya. Sikiliza pointi yangu iko hapa mbele. Maisha yetu yanapaswa kuunganishwa na maisha ya Kristo. Tunapobatizwa katika ubatizo wa kuzamisha, kama tulivyosoma kitabu cha Warumi 6 mstari wa 3 mpaka wa 6, tulielewa ya kwamba tunazikwa pamoja naye na tunafufuka pamoja naye. Hivi katika tendo lile kuna mpango wa ukombozi ambao unafunuliwa pale. Naomba tufuatilie kidogo. Anasema hivi: tangu sasa muumini anapaswa kukumbuka kwamba amejitoa kwa Mungu, amejitoa kwa Kristo na amejitoa kwa Roho Mtakatifu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Hivi tayari tunaanza kupata kwamba tunapotaja Baba, Mwana na Roho tunakuwa tunatafuta kumaanisha nini? Ni kwamba tunaapa tukikiri kujitoa kwa Mungu, tunaapa tukikiri kujitoa kwa Mwana Mwokozi wetu, lakini tunaapa kukiri uwepo wa Roho wa Kristo. Bwana asifiwe. Kwamba huyo Roho anashiriki nasi, huyo Roho anashiriki na watakatifu wengine, ndiye anayetuongoza, ndiye yule ambaye tunaahidiwa kupewa. Sasa tutaenda kushangaa zaidi tukifika mbele kidogo, kwamba hivi kwani roho ni nafsi nyingine inayojitegemea mpaka tujitoe kwake? Si unaona swali linahitaji majibu Sasa tufuatilie tutapata kipi ambacho Mungu alikikusudia. Na tutaanzia katika kitabu cha Mathayo 18:20 kwanza kufumbuka macho. Hebu mtumishi nisome hiyo fungu. Kitabu cha Mathayo 18 fungu la 20. Tunapoenda kuzama kidogo kuona je, sasa hii roho tunaipataje mpaka tufikie hatua kujitoa kwake naye. Mathayo 18 mstari wa 20. Mathayo 18:20. Mathayo 18 na mstari ule wa 20. Ndio. Anasemaje? Kwa kuwa walipo wawili. Sikia hii point ilivyokaa vizuri. Kwa kuwa walipo watu wawili, watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Yesu anasema nami nipo papo hapo katikati yao. Sasa hebu tuende mbele kidogo, tutanue mipaka ufahamu, tuongeze matumizi sahihi ya akili zetu. Wote tunafahamu fika ya kwamba Yesu tangu mwaka 31 AD alipaa kwenda mbinguni. Sawa sawa watu wa Mungu. Lakini anapozungumza katika hili fungu la 10 na katika fungu la 20 na sura 18 Mathayo ya kwamba popote pale walipo watu wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nami nipo papo hapo katikati yao. Anamaanisha nini? Tafsiri ambayo tutaipatia majibu hapa
si nyingine ambayo ni ya kwetu, isipokuwa tulishagundua kutokea katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 kurasa 148 paragrafu ya 3, tukasoma na mafungu mengine yote tuliokushayasoma kule nyuma, jinsi gani ambavyo Kristo wakati anawapa kazi katika kitabu cha Yohana sura ya 20 mstari wa 21 na 22, aliwavuvia akawaambia, pokeeni nini? Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tafsiri nyepesi ni kwamba pale aliwapa roho yake. Sasa naposema kwamba walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nami nipo papo katikati yao, yupo kwa njia ya roho yake, hayupo katika mwili. Kwa lazima tutambue ya kwamba Kristo huyu ambaye tunaye mbinguni katika chumba kile cha uombezi ndiye huyu tuliye naye huku, si Yesu wangapi? Wawili. Sasa sema tu ni kwamba huku tuko naye katika roho. Tumesoma vizuri katika kitabu kile cha Leo na Mungu Mei 13 ya kwamba wakati anasema habari ya kujidhihirisha kwao, hakumaanisha kujidhihirisha katika umbo, katika mwili, hapana. Alimaanisha kujidhihirisha kwao katika roho. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tayari tunaanza kuelewa jinsi gani ambavyo tunaweza tukakiri kuwa na uwepo wa Kristo katika roho. Kwa tunapozungumzia wabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho, tunapozungumza roho, maana roho ndio kidogo ina changamoto, tunamaanisha uwepo wa Kristo katika nini? Katika roho. Tunakiri kutambua uwepo wa Kristo katika roho. Sasa tuende kuona, je, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni utatu? Maana bado kidogo hilo hatujaliweka vizuri. Naomba nirudie kulisoma. Sasa hapa nitalisoma chini ya tafsiri za nabii wa Mungu Ellen G. White. Tunaenda kusoma kitabu kinaitwa Manuscript Release gombo la 12, kurasa wake ni wa 260, paragrafu yake ni ya 2. Usikilize ambavyo mtumishi wa Mungu alifunuliwa fungu hili lilikuwa limemaanishwa lielewekeje kinyume cha vile linavyomaanishwa leo. Ni kama unaweza kawa hujaelewa vizuri. Kumbuka kwa wenzetu kule wanaamini hivi katika viapo vya ubatizo. Unaweza kaisoma katika mwongozo wa kanisa la Sabato walio chini ya mfumo wanavyolielewa. Wao wanalielewa hivi: katika kiapo kile cha ubatizo wanaapishwa ama wanaapishwa au wanaapa kwa kusema hivi: je, unaamini, wanapoulizwa sasa, je, unaamini uwepo wa Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele? Ananyosha mkono sema ndiyo, naamini. Lakini ukienda kuisoma kwenye moja ya misingi ya imani, anasema kwenye msingi ule namba 2 unaosema utatu, unasema hivi: Mungu mmoja, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele. Msingi namba 3 unasema Mungu Baba. Sikiliza vizuri ili uelewe kwamba wanajitafsiri vibaya. Msingi namba 3 unasema Mungu Baba. Msingi namba 4 unasema Mungu Mwana. Msingi namba 5 unasema Mungu Roho. Kwa hivyo tayari ukishuka kwenye vile viapo vya ziada, wanasema viapo mbadala. Ukishuka chini ya vile viapo vinavyokuwa vikitolewa, chini yake kuna kitu wanaita kiapo mbadala au viapo mbadala. Wanasema hivi, yani pale wanaoambatanisha sasa wanakuwa wangapi? Wanakuwa watatu. Yani inamaanisha ya kwamba pale hawawezi tena kutenganisha kusema Baba, Mwana na Roho. Kwa Kiswahili kilichotumika pale wanaonesha wazi kabisa ya kwamba kuna Mungu wangapi? Watatu. Swala ambalo sivyo kilichomaanishwa kwenye hili fungu. Sasa naomba tupate kuelewa vizuri kile ambacho Mungu alikikusudia chini ya uvuvio wa mtumishi wake Ellen G. White. Sikiliza. Naomba nilisome kwa kutulia kabisa tunapoelekea. Anasema hivi: kabla hajawaacha Kristo aliwapa wafuasi wake kauli chanya kwamba baada ya kupaa kwake atawapelekea Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo kauli aliyoeleza. Akasemaje? Sikia, anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba. Sasa hili Baba akaliweka vizuri, akasema Mungu mwenye nafsi. Kwa hivyo ukisikia neno Baba ni Mungu mwenye nafsi. Naomba tutiririke vizuri uone kwamba fungu hili la Yohana la Mathayo 28 fungu la 19 na 20 halimaanishi utatu. Naomba usikilize kwa makini. Tukisikia neno kwa jina la Baba, alimaanisha waelewe ya kwamba tuna Mungu mmoja ambaye ni Baba mwenye nini? Nafsi. Haya, akashuka akasema na la Mwana, Mwokozi mwenye nafsi.
naomba usikilize tunapoingia kwenye roho. Je, naye ni nafsi? Na tusipoelewa kilichoandikwa tukakichukulia hivyo, tukakubali kuamini mapokeo, tumeamua kupotea wenyewe. Na katika hili ni mazezeta tu hao ambao wanatumia akili za wengine ndio watakaopotea. Kwa sababu ukweli kama huu uko wazi namna hii, unawezaje kupotoshwa na kupotoka? Sikiliza kwenye upande huu wa roho. Je, analisema hivyo kama wanavyolisema wengi ya kwamba ni umoja wa nafsi tatu za milele? Yaani unafanyaje roho ya Mungu anakuwa Mungu mwingine? Mungu atuhurumie sana. Sikiliza. Alipofika kwa roho anasema, na la Roho Mtakatifu, sikia, aliyetumwa kutoka mbinguni kumwakilisha Kristo. Sasa utakuta kwamba kwa upande wa roho hatuna nafsi hapo, ila ni aliyetumwa kutoka mbinguni kumwakilisha Kristo. Aliyetumwa kutoka mbinguni kumwakilisha Kristo ni nani? Ni roho ya Kristo. Tumesoma katika baadhi ya maeneo, tumeyasoma kwa wazi kwa namna hiyo, na anaonesha jinsi gani ambavyo huyu aliyetumwa kumwakilisha Kristo si nafsi, isipokuwa ni roho ya Kristo, ambayo nafsi yake ni Kristo mwenyewe aliyesalia wapi? Mbinguni. Sema sasa inakuja kuwa nafsi ya tatu ya uungu pindi hii roho ya Kristo inapokuwa ikifanya kazi ndani ya malaika, inapokuwa ikifanya kazi ndani ya watumishi, ndani ya mitume, ndani ya wanadamu. Na hata alipozungumza ya kwamba huyo roho atakapokuja atanishuhudia, alimaanisha kwamba watakaoshuhudia ni wanadamu, lakini pia ni malaika. Hebu nithibitishe hilo. Naanza kuthibitisha katika kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wake ni wa 16, kwamba ni kweli malaika walimshuhudia. Halafu tutakuja kuona, je, wanadamu nao walimshuhudia? Haijawahi kutokea kiumbe kinachoitwa Mungu Roho kikaja hapa na kuanza kushuhudia wakati hakina mwili, kwa sababu Luka 24:39 roho haina mwili. Nisomee hiyo kitu mtumishi. Ufunuo 22, kitabu cha mwisho kabisa cha Biblia, na ni sura ya mwisho pia ya Biblia, katika fungu la 16. Je, ni kweli malaika walichukua nafasi ya kile Kristo alichokisema ya kwamba huyo roho atakapokuja atanishuhudia? Maana yetu tunasoma kitabu kile cha Yohana 14 mstari wa Yohana 15:26 kwamba huyo roho atakapokuja atanishuhudia. Tuone ni nani aliyeshuhudia katika kitabu cha Ufunuo 22, ndio mstari wake wa 16, mstari wa 16. 16. Anasema, ndio, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu. Yesu anatoa taarifa au anaeleza, anafafanua, anabainisha kwamba mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kufanyaje? Narudia, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mambo hayo katika makanisa. Mimi ndiye niliye shina na mzao wa Daudi. Anaendelea kujifunua ili tuendelee kumuelewa kwamba mimi ndiye niliye shina na nini? Na mzao wa Daudi. Mzao wa Daudi. Kwa hivyo tayari tumepata jibu la kile Kristo alichokisema katika Yohana 15 mstari wa 26 kwamba yeye atakapokuja atanishuhudia. Huyo roho ni Kristo mwenyewe anayekaa ndani ya malaika, halafu malaika wanatekeleza takwa la nani? La Kristo. Kwa hivyo wakati anapozungumzia makanisa 7, pale kila anayeweza kusoma mwenye akili timamu anaanza kusikia maneno yanasema hivi, na kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso. Kwa mfano ukisoma ile Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1, anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo. Yule anayenena ni Kristo. Lakini pale mwanzo unaanza kusikia kwamba ni kwa malaika wa nini? Wa kanisa la Efeso. Lakini kumbe anayesema ndani ya malaika ni nani? Ni Kristo, ni roho ya Kristo ndani yao. Hebu nithibitishe pia ya kwamba ni kweli mitume nao walikutwa ni miongoni wanaoshuhudia. Nitafutie kitabu cha Matendo sura ya 23, angalie fungu lile la 11. Matendo 23 mstari wa 11. Mstari wa 11. Matendo 13 mstari wa 11 nasema, ndio, usiku ule Bwana akasimama karibu naye. Hapo sasa tunaenda kusikia mtume naye anashuhudia kama Kristo alivyotoa ahadi kwamba huyo roho atakapokuja atanishuhudia. Rudia kusoma samahani. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye. Anasema usiku ule Bwana alisimama karibu naye. Karibu naye nani? Paulo. Akasemaje? Uwe na moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Kwa sababu gani? Kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu. Anasema kama ulivyonishuhudia habari zangu katika Yerusalemu. Imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo. Kunishuhudia vivyo hivyo. Kule Rumi nako. Bwana asifiwe. Amina. Sasa unawezaje kutafuta shuhuda mwingine kando ya hao?
Unawezaje kwenda nje ya hilo? Hivi hawa ndio ambao roho ya Kristo inafanya kazi ndani yao. Ndicho kitu tunachokisoma katika mafungu mengi. Jinsi Baba atakayewasikiliza atakuwa mnisikiliza mimi, atakayenisikiliza mimi atakuwa mnisikiliza Baba yangu. Mambo kama hayo. Hebu sasa mtumishi wa Baba, niombe tujaribu kusonga mbele, tupate kitu kingine ambacho ninatamani kitufungue. Kitufungue. Tunaenda kusoma katika kitabu cha roho ya unabii kinachoitwa MH. MH kirefu chake ni Ministry of Healing, huduma ya uponyaji, kurasa wa 417, paragrafu yake ni ya 2. Tuone ni jinsi gani ambavyo hiki tulichokisoma hapa juu na mafungu mengine yote yanatuthibitishia kwamba wakati Mungu akiwa mbinguni, yeye yupo kila mahali kupitia roho yake. Na hiyo roho yake si kwamba inazurura tu bila uwepo wa kuonekana labda kwa umbile. Hiyo roho yake inakuwa ndani ya viumbe vyake, malaika na wanadamu pia. Naomba tulishuhudie hili katika kulisikia ndani ya hicho kitabu cha huduma ya uponyaji, kurasa wa 417, paragrafu yake ni ya 2. Katika ukurasa wa 417, paragrafu ya 2 anasema, ndio, karibu sana. Biblia inatuonyesha Mungu katika mahali pake. Anasema Biblia inatuonyesha katika mahali pake pa juu na patakatifu. Na patakatifu. Si katika hali ya kutotenda. Anasema kwamba inaonekana Mungu sio kwamba yupo tu katika hali ya mzubao ya kutulia tu ya kutokutenda. Hapana. Si katika ukimya na wala si katika ukimya, utulivu na upweke. Hapana. Bali amezungukwa na 10,000. Isipokuwa anasema bali huyu Mungu amezungukwa na 10,000 mara 10,000 mara 10,000 na maelfu ya maelfu ya viumbe watakatifu, yaani malaika. Subiri kidogo, samahani. Unajua nini ninachotaka tukielewe hapo? Huyo mtumishi wa Baba ambaye alifunuliwa na Mungu, ya kwamba anataka tuelewe hivi: Mungu wakati akiwa mbinguni anaweza kaonekana kama vile hana majukumu, lakini hapana, amezungukwa na maelfu ya maelfu, yani utitiri wa malaika ambao idadi yake hapo haikutajwa, kumaanisha tu kwamba ni wengi. Sasa kupitia hao ambao wamewataja kwa jina kwamba malaika, nini kinachoendelea hapo? Hebu soma hapo maneno yanayofuata hapo. Na wote wanaongojea kufanya mapenzi yake. Kumbe nilikukata, samahani. Naomba irudie vizuri hiyo. Irudie kabisa mwanzo. Narudia. Biblia inatuonyesha Mungu katika mahali pake pa juu na patakatifu. Endelea. Si katika hali ya kutotenda. Endelea. Si katika ukimya na upweke. Ndiyo. Bali amezungukwa na 10,000 mara 10,000 na maelfu ya viumbe watakatifu. Ndiyo. Yaani malaika. Na wote wanaongojea hufanya mapenzi yake. Amina. Nilikuwa nasubiri sentensi kai vizuri namna hiyo, kwamba hao viumbe maelfu kwa maelfu, kwa idadi ambazo hapa hatuzijui, wamengojea kutekeleza matakwa ama mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo Mungu akiwa amekaa pale mbinguni kwenye kile kiti chake cha enzi, yeye anatekeleza matakwa yake kupitia hao viumbe. Na sasa tusome tena tusikie, je, yupo kila mahali kwa namna gani? Endelea hapo tena. Kupitia kwa wajumbe hawa, anasema kupitia kwa wajumbe hao, yeye yuko katika mawasiliano yaliyo hai na yenye bidii, na kila sehemu ya utawala wake ametamaraki. Yupo kila eneo kupitia hao viumbe wake. Kwa hivyo tayari tumeanza kung'amua ya kwamba yeye kama yeye amekaa katika mwili, sawa sawa, yeye ana mwili, amekaa pale, lakini kumbe wakati amekaa ametamaraki kila eneo kupitia roho yake iliyo ndani ya viumbe vyake. Si ndio watu wa Baba? Sasa hiyo roho yake ndiyo hii ambayo tunapokuwa tukiapa ama tukiahidi kujitambua kuwepo katika kitabu cha Mathayo 28 fungu la 19, ya kwamba ni uwepo wake katika hiyo asili ya roho ikiwa ndani ya viumbe vyake. Bwana asifiwe. Amina. Naomba tujaribu kukimbia kidogo, tutegue katika kitendawili ilikuwa tumalizie mtumbe. Kuna sehemu hujamaliza. Kwa roho wake. Hebu sema tena mtumishi. Kwa roho wake. Yeye yuko kila mahali. Kwa roho wake yeye yuko kila mahali. Na kupitia wakala wa roho wake. Na malaika zake yeye huwahudumia watoto wa wanadamu. Amina. Nilikuwa nimekukatiza sentensi nzuri kabisa. Sasa hebu angalia jinsi gani ambavyo anatuhudumia kupitia roho yake iliyo ndani ya viumbe vyake.
Halafu leo hii wewe badala kuwasilisha ukweli kama ulivyo kwa wanafunzi, unawasilisha vitu vingine kwamba ni Mungu mwingine. Jamani, sivyo ilivyo. Na ili uamini kwamba sivyo ilivyo, kwa mfano tukithibitisha haya maelezo kwamba yeye yupo kila mahali kupitia roho yake. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 23, yupo samani mtumishi nisomee hilo fungu. Limekuja tu tusiliache. Katika kitabu cha Yeremia 23 mstari wa 23 na 24, anayathibitisha haya ya kwamba hakuna mtu anayeweza kujificha yeye asimuone. Kwa nini? Yupo kila mahali. Sasa yupo kila mahali kwa namna gani? Kwa njia yetu tulisoma hapo. Yeremia 23 mstari wa 23 na 24. Soma fast kidogo. 23 na 24. Anasema, naam, mimi ni Mungu aliye karibu. Anasema mimi ni Mungu aliye karibu. Asema Bwana. Tena anasema Bwana huyo. Mimi si Mungu aliye mbali. Mimi Mungu si Mungu aliye mbali, anajisema yeye. Je, mtu awaye yote aweza kujificha mahali pasiri? Anauliza, je, mtu awaye yote anaweza kujificha mahali pasiri? Nisimuone? Asema Bwana. Anasema huyo Mungu. Je, mbingu na nchi hazikujawa nami? Anauliza, je, mbingu na nchi hazikujawa nami? Asema Bwana. Asema Bwana. Kwa hivyo ukishasoma hii fungu, ukaongezea na ule ufahamu ya kwamba yupo kila mahali kwa njia ya roho yake, huwezi kuumiza kichwa, na huwezi kukubali kudanganywa ya kwamba kuna Mungu mwingine kwa Mungu roho. Kwa hivyo Mathayo 28 watu wa Mungu katika fungu la 19 anaposema mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho, tunaongozwa kukiri kutambua uwepo wa Mungu mmoja mwenye nafsi. Tulishasoma kwenye roho na pale, lakini tunaongozwa kukiri kutambua ya kwamba tuna Mwokozi mmoja mwenye nafsi, lakini pia tunaongozwa kutambua kukiri uwepo wa roho moja ya Kristo, na ndiyo roho ya nani? Ya Baba. Hivi tunaweza tukaiongezea hiyo uzito. Mtumishi nisomee pia Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 kurasa 189 paragrafu yake ni ya 3. Hiyo roho inayozungumza ni roho ya Kristo, na ni roho moja, sio roho mbili wala tatu. Gombo la 9 kurasa 189 paragrafu ya 3. Ya moja. Paragrafu ya gombo la 9 kurasa 189 paragrafu ya 3. Shuhuda kwa Kanisa hiyo 189 paragrafu ya 3. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 kurasa 189 paragrafu ya 3. 189 paragrafu ya 3. Ni hii hapa. Anasema ndugu zetu wa Jerumani, anasema ndugu zetu wa Jerumani, wa Denmark na wa Sweden hawana sababu nzuri ya kutoweza kuingiza. Anasema hawana sababu nzuri ya kutokuweza kuingiza maelewano katika kazi ya uchapaji. Wale wanaoamini ukweli, sikiliza sasa, wale wanaoamini ukweli wanapaswa kukumbuka kwamba, wanatakiwa wakumbuke kwamba wao ni watoto wadogo wa Mungu. Wao kwa Mungu ni watoto wake, na kwamba wako chini ya mafunzo yake. Na kwamba wako chini ya mafunzo ama maelekezo yake. Hebu na wamshukuru Mungu. Sikiliza hiyo pointi ninayoenda kuitokea sasa. Hebu na wamshukuru Mungu kwa rehema zake nyingi. Kwa rehema zake nyingi. Na wawe wema kwa kila mmoja kwa mwenzake. Anasema na wawe wema kwa kila mmoja kwa mwenzake. Wana Mungu mmoja. Hapo ndipo ninapotaka sasa tusikilizane kwa makini. Kwamba wana Mungu mngapi? Mmoja. Halafu na Mwokozi mmoja. Na Mwokozi mngapi? Mmoja. Hebu tusikilize, je, kuna Mungu roho mwingine mmoja na roho mmoja, au umesoma vibaya? Uko sawa. Wana Mungu mmoja, wana Mwokozi mmoja, halafu wana nani? Na roho mmoja. Na roho mmoja, roho wa Kristo. Roho wa Kristo anapaswa kuleta umoja katika tofauti zao. Bwana sifiwe. Amina. Kwa hivyo wapendwa, hatuna Mungu Baba, hatuna Mungu Mwana, wala hatuna Mungu Roho, ila tuna Mungu mmoja aliye Baba kwa mujibu wa Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 6, lakini pia tuna Mwokozi mmoja ambaye ni mwana wake Yesu Kristo, na pia tuna roho moja, roho ya hao ngapi? Wawili, roho ya Kristo na ndiyo hiyo roho ya nani? Ya Baba. Na hiyo ndiyo roho ambayo tunayo. Katika Mathayo 18:20 tulishasoma jinsi gani ambavyo tulipo wawili watatu yeye yu katikati yetu. Ukisoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 7 mstari wake ni wa kwanza. Wathesalonike wa pili samani.
Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Kuna Kiswahili kinachoweza kutufanya tuanze kupata sura tunapoelekea kumaliza vipindi vyetu. Wathesalonike wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 7. Wathesalonike wa pili moja mstari wa 7. Ndio, karibu. Anasema, naam, na kuwalipa ninyi mteswao. Anasema na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi. Raha pamoja na sisi. Wakati wa kufunuliwa kwake. Wakati wa kufunuliwa kwake. Bwana Yesu kutoka mbinguni. Bwana Yesu kutoka, sikiliza, kuna kitu tunachotaka tukisikilize hapo. Kutoka mbinguni, ndio. Pamoja na malaika wa uweza wake. Hapo ninachotafuta tukielewe ni hicho Kiswahili, malaika wa uweza wake. Malaika wana uweza wa Mungu. Sio uwezo. Ipo tofauti kubwa kabisa kati ya uwezo na uweza. Utasema nina uwezo wa kunyanyua kitu, nina uwezo wa kutembea hapa mpaka mahala fulani, lakini sio uweza. Sasa malaika wana uweza wa Mungu. Tutaona mbele kidogo hapa wana uweza kwa namna gani. Tunapoelekea kumaliza, unajua licha ya kwamba katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11 ya kwamba Mungu ndiye aliyemfufua Kristo, bado tunatakiwa kwenda mbali zaidi kuona, je, wakati wa tendo matukio la kufufuliwa kwa Yesu nini kilichofanyika? Kumbuka nitangulia kutoa maelezo ya kwamba katika mpango wa ukombozi ubatizo ni moja ya tukio. Na katika hilo tukio la ubatizo tunajifunza mambo mengi, na katika huu wingi wa hayo mambo tunapata pia sura ambayo ni ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Na katika hiyo sura ya kufa na kufufuka kwa Yesu kwa njia ya ubatizo, bado tunang'amua ya kwamba kwenye utekelezaji wa kifo na ufufuko kwa Yesu malaika walihusika. Nitangulia kuzungumza hilo, naomba nilithibitishe katika kulisoma. Mtumishi wa Mungu, naomba uangalie kitabu kile cha Tumaini la Vizazi Vyote. Angalia Tumaini la Vizazi Vyote, hiyo ipo kwenye sura ya 81. Uniangalizie katika kipengele hicho ambacho kinamzungumzia malaika akiwa anatekeleza tendo ama tukio la kufufuliwa kwa Yesu. Naweza ukanisomea katika kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote, ndio sura ya 81. Wewe soma sura yote uelewe, lakini nimechagua tu paragraph fulani ambayo naona anasema hapo ambayo inaweza kuturahisishia. Ndio. Natazama. Anasema natazama. Palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Sikiliza hii. Kumbuka tumesoma Wathesalonike wa pili 1 mstari wa 7 ya kwamba malaika wana uweza wa Mungu. Sasa tetemeko lilitokea kwa sababu ya nani? Ya ujio wa malaika kutoka wapi? Mbinguni. Hebu endelea mtumishi. Akiwa amevishwa mavazi maridadi ya Mungu, akiwa ameshuka na tabia ama uwepo ama tabia ya uungu. Malaika huyo aliondoka katika viwanja vya mbinguni. Aliondoka kitokea viwanja vya mbinguni. Miale yenye mwanga mkali ya utukufu wa Mungu. Anasema miale yenye mwanga ya utukufu wa Mungu ilitangulia mbele yake. Ilitangulia mbele ya huyo malaika na kuangazia njia yake. Na kuangazia njia yote. Na sura yake ilikuwa kama umeme. Sura ya huyo malaika ilikuwa mfano wa umeme. Na mavazi yake meupe kama theluji vile. Na kwa kumwogopa. Sikiliza sasa jinsi gani ambavyo alikuja na uweza, si uwezo, alikuja na uweza. Na malaika kwa kumwogopa. Wale walinzi wakatetemeka. Wale walinzi waliowekwa pale wakatetemeka, wakawa kama wafu. Walikuwa kama wafu. Hivyo unaonaje hiyo hali? Walitetemeka mpaka wakawa kama wafu. Kiswahili chepesi nikasema walizirai. Walisasifiwe. Amen. Walikuwa wamepewa kazi ya kulinda eti watu wasimuipe. Wewe unawezaje kumlinda Yesu? Shuka chini mtumishi. Endelea. Anasema hiyo paragraph ya chini. Hapa anzia tu hapa. Mjumbe huyu ndiye aliyekalia nafasi. Sikilize, huyu malaika aliyekuja alikuwa ni nani? Anasema mjumbe huyo malaika ndiye yule aliyekalia nafasi iliyoachwa na nani? Na shetani wakati alipoanguka. Amina, ambaye kwa jina leo tunamfahamu anaitwa nani? Gabrieli, malaika mkuu.
Huyu ndiye yule aliyetangaza katika vilima vya Bethlehem. Huyu ndiye aliyetangaza katika vilima vya Bethlehem kuhusu kuzaliwa kwa Kristo. Kuhusu tukio la kuzaliwa kwa Kristo mara ya kwanza. Dunia inatetemeka wakati anapokaribia. Anasema wakati huu anapokuwa amekaribia pale dunia ilitetemeka. Majeshi ya giza yanakimbia. Majeshi yale ya giza yanakimbia. Msubiri kidogo samahani. Unajua ili uelewe ya kwamba malaika hao walikuwa na uweza wa Mungu au malaika huyo alikuwa na uweza wa Mungu. Malaika wa shetani wasingefanyaje? Wasingekimbia. Kwa nini? Malaika wale waovu kwa maana ya shetani na wale wafuasi wake hawakunyang'anywa ule uwezo, na kwa hivyo wangeweza kupambana naye, si ungekuwa unalingana uwezo. Lakini kilichopelekea wakimbie ni kwa sababu hawana kile alichonacho huyu. Ina maana kwamba huyu ana uweza wa Mungu ndani yake. Songa mbele mtumishi wako. Na wakati anapoviringisha lile jiwe kubwa pale kwenye mlango wa kaburi, mbingu inaonekana kama imeshuka duniani. Anasema mbingu ilionekana kama vile imeshuka wapi? Duniani. Wale askari wanamuona, wale askari walipokuwa kimuona akiliondoa jiwe kama vile anaondoa kijiwe kidogo. Aliondoa, yani wakati wanamwangalia walimuona kama anaondoa kijiwe kidogo hivi cha kusogeza hivi. Na wanamsikia akilia kwa sauti kuu na kusema. Sikiliza hapo point inayoenda kutolewa. Walimsikiliza akiita kwa kusemaje? Mwana wa Mungu. Akasema Mwana wa Mungu, njoo huku. Njoo huku. Baba yako anakuita. Baba yako anakuita. Bwana asifiwe. Amina. Na kwa kweli alisikiliza sauti. Sasa cha kujihoji ni hiki. Ni kwa jinsi gani kiumbe, kwa sababu malaika waliumbwa na Yesu, anavyoweza kumfufua muumba wake? Si unaona kama ile inahitaji akili eh? Ni kwa sababu ya kwamba malaika huyu si yeye, ila ni roho ya Baba ndani yake. Na ndicho kile ambacho tayari Kristo alishakitamka katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 26 ya kwamba huyo roho atakapokuja atanishuhudia. Ni kwa jinsi gani ambavyo roho ya Kristo aliyokuwa nayo ya kiungu kabla hajafa ilibaki. Hiyo ndiyo roho pia nani ya Baba. Na hiyo roho ya Baba alikuwa nayo huyo kiumbe aitwaye Gabriel. Ndiyo iliyomuongoza kufanya hayo aliyofanya. Vinginevyo angesema hivi, Mwana wa Mungu, mimi Gabriel nakuita, lakini hakuita hivyo. Alisema hivi, ewe Mwana wa Mungu, Baba yako anakuita. Hivi ni kwamba roho ya Baba ilikuwa ndani ya Gabriel. Na ndicho kile kilichopelekea Gabriel asijitaje yeye, ila akataja akisema jina la nani? La Baba. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo katika mpango wa ukombozi malaika wanahusika. Kwenye swala la kufufuka kwa Yesu tumeona malaika wamefanyaje? Wamehusika. Na kwa jinsi gani ambavyo hata sasa roho ya Kristo wanaoileta huku duniani ni malaika. Tunapoenda kumaliza, naomba nijaribu kuonesha kitu fulani. Tunataka tuongeze ufahamu katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 fungu la 31 na fungu la 33. Kuna siri nyingine hapa ambayo imekuwa ni kichaka, lakini ambapo kichaka chenyewe ni chakaranga. Leo hii tunaenda kupasua hilo jipu tuone kwamba nini Mungu alichokuwa amekusudia na nini ambacho leo hii watu wanakusudia kinyume cha alichokuwa amekusudia. Tunaenda kusoma kitabu cha Mathayo 12 mstari wake ni wa 31 mpaka 33. Hapo tutakutana na kisa kizima cha wakati Yesu anafanya miujiza ya uponyaji. Jinsi gani ambavyo Wayahudi walitaka kuhusianisha shughuli ile ya muujiza wa Kristo na nguvu za mapepo. Alafu tutaona itakavyowekwa vizuri. Karibu sana mtumishi uweze katika kitabu kile cha Mathayo 12 mstari wa 31 na kuendelea, nasema. Ndio, karibu sana. Kwa sababu hiyo nawaambia. Anasema kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru. Kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu. Anasema watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru roho. Anasema lakini kwa kumkufuru roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu, mtu yeyote atakayenena lolote juu ya mwana wa Adamu atasamehewa. Bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu, lakini huyu atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa, wala katika ule ulimwengu ujao. Asifiwe. Sasa sentensi hii usipoisoma kwa akili lazima ikuangushe kuongozwa kuamini ya kwamba tuna nafsi ngapi? 3. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kwa nini? Amesema hivi, atakaye kufuru juu ya mwana wa Adamu atasamehewa. Lakini atakaye kufuru juu ya Roho Mtakatifu hatafanyaje? Hatasamehewa katika ulimwengu huu na hata ule ujao. Sasa ndipo hapo tunapoenda kujiuliza maswali. Je,
ni kwa jinsi gani ambavyo mtu anaweza kumkufuru roho na asisamehewe, wakati huo huo akimkufuru Kristo akasamehewa. Na wakati huo huo tulishaelewa, tumejifunza vizuri ya kwamba roho ni roho wa Kristo na ndiye roho wa Baba. Ni kwa vipi sasa ukimkufuru roho huwezi kumsamehewa? Huoni kama inakutaka kugundua ya kwamba kumbe tunadaiwa kuamini ya kwamba tunaye roho hapa duniani ambaye nayo huyo tusipotenda haki kama tulivyoelekezwa hatutasamehewa? Sasa huyo roho tunawezaje kumkufuru? Hicho ndicho tunachopaswa kukielewa. Na bado tubaki kuamini ya kwamba huyu roho si Mungu mwingine, anaitwa Mungu Roho. Itahitaji akili kidogo, lakini bahati nzuri Mungu ni mwema, ametufunulia mambo yote kwa namna isiyo ya kificho. Tutaielewa vizuri tu. Tutaielewa vizuri sana. Naomba sasa tumuone Mama White akifunuliwa kuhusu hili, jinsi gani ambavyo anaifunua. Hapa naenda kusoma katika kitabu cha Wazee na Manabii kurasa 404, paragrafu yake ni ya ngapi? Ni ya 4. Naomba msikilize kwa makini sana tunapoenda kuelekea kumaliza somo letu. Sikiliza. Anasema, yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu, alisema Kristo, kwamba atasamehewa. Akanukuu kitabu cha Mathayo 12 mstari wake ni wa 32. Sikiliza. Anasema, maneno haya yalisemwa na Mwokozi wetu wakati kazi za neema alizozifanya kwa uweza wa Mungu zilihusishwa na Wayahudi kwa Beelzebuli, ni kupitia wakala wa Roho Mtakatifu. Sikiliza hii sentensi, ndio sasa inafanya tuelewe kilichokusudiwa katika hayo mafungu yaliyotajwa pale. Anasema ni kupitia wakala wa Roho Mtakatifu ambapo Mungu huwasiliana na mwanadamu. Kwamba kuna uwakala wa Roho Mtakatifu ambao kupitia huo wakala Mungu anawasiliana na mwanadamu. Kumbuka tulishasoma kwenye kitabu cha MH, hiyo Ministry of Healing, huduma ya uponyaji, kurasa 417, paragrafu ya pili, ya kwamba wakati Mungu amekaa mbinguni kana kwamba hana majukumu, bado yupo kila mahali katika majukumu na utekelezaji wa majukumu yake kupitia viumbe wengi kwa wingi wake, ya kwamba wakitekeleza mapenzi yake, na ya kwamba yupo kila mahali kupitia roho yake ndani ya hao viumbe wengi ambao wametajwa kuwa ni nani? Ni malaika. Sasa sikiliza, kumbe kupitia mawakala hawa ambao ni malaika, mawakala wa roho yake, kuna kitu ambacho tukikifanya tutakuwa tumekufuru roho. Kuna kitu ambacho itapendeza tukikielewa, japokuwa wakati fulani watu wanaweza sikielewa, lakini naomba tukielewe ya kwamba iko tofauti ya roho wa Mungu na roho ya Mungu. Iko tofauti hiyo. Tunataka kuelewa sasa, je, iko tofauti au haipo? Nisijibu mimi. Naomba mtumishi, wakati tunaendeleza hili, unisifungulie kitabu cha Isaya sura 61 mstari wake ni wa kwanza. Hii itatusaidia kupata mwanga kidogo kwamba je, roho ya Mungu na roho wa Mungu ni vitu viwili tofauti au ni kitu kile kimoja? Kwa sababu uwakala wa roho, Isaya 61 mstari wake ni wa kwanza. Nisomee hapo fast kidogo. Katika kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza. Anasema kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza, tusikilize. Je, roho ya Mungu na roho wa Mungu ni vitu viwili tofauti au ni kitu kile kimoja? Anasemaje? Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Nashukuru hatu kiachia. Kulikuwa katika tu sentensi, roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Sasa kwa muda wako utaenda usome sentensi hiyo hiyo inayohusu roho ya Bwana Mungu kuwa juu ya Kristo katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18, ukipenda uanzie 16 ushuke. Utagundua ya kwamba kwenye Agano Jipya utakutana na Kiswahili roho wa Bwana, lakini kwenye Agano la Kale hapo tumesoma ya kwamba roho ya Bwana. Kwa hivyo tunaposoma ya kwamba kupitia wakala wa Roho Mtakatifu, tunaweza tukasema hivi, kupitia wakala wa roho ya Mungu ambaye ndio Roho Mtakatifu, Mungu anawasiliana na mwanadamu. Na wale wanaokataa, sikiliza zinjikana ambapo tunaweza tukakufuru roho na tusisamehewe. Sikiliza. Anasema, na wale wanaokataa kwa makusudi chombo hiki kuwa ni cha kishetani, wamekata njia ya mawasiliano kati ya nafsi na mbingu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale wanaokataa huduma itendwayo na malaika ambao ni mawakala wa roho ya Mungu, watakuwa wamekata mawasiliano kati ya Mungu wa mbinguni na hii nafsi ya mwanadamu. Kwa hivyo kwa njia hiyo ya kukata hayo mawasiliano huwezi ukasamehewa. Hasa ni kwa namna gani unavyoweza kuacha kusamehewa? Hicho bado ni Kiswahili ambacho kinatutaka tuweze panua ufahamu wetu.
Ni kwa sababu hii watu wa Mungu, malaika tunapopiga magoti na kuomba ndio wanaopeleka maombi yetu kwa nani? Kwa Mungu. Nakumbuka malaika ndio mawakala wa roho ya nani? Ya Kristo. Kimsingi kabisa kwa mujibu wa kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza na kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26, anayetuombea ni nani? Ni Kristo. Na kimsingi naye anatakiwa kupeleka maombi kwa nani? Kwa Baba. Lakini kumbe iko hivi, wakati huo malaika wanapokuwa wanatembea na roho ya Kristo, ina maana kwamba roho ya Kristo iko ndani yao, wanatekeleza takwa la Kristo. Kwa hivyo sisi tunapokuwa tumepiga magoti na kuomba, wao ndio wanapeleka maombi yetu kwa nani? Kwa Baba. Na kwa hivyo basi, kama tumekata mawasiliano kwa njia ya kukataa chombo hicho, tafsiri nyepesi ni hivi: tunapoomba sisi tukihitaji kusamehewa, hatuwezi kusamehewa kwa maombi yetu yameishia wapi? Njiani. Kwa sababu wale malaika wanaoyabeba tumewaita kwamba ni manani? Ni mashetani. Naomba niyathibitishe hayo. Nisomee kitabu kile cha Tumaini la Vizazi Vyote kurasa wa 142 ili kuona kwamba hiki nilichokisema kina usahihi wowote au namna gani. Tumaini la Vizazi Vyote kurasa ni wa 142, tupate taswira ya kile ambacho nimekizungumza. Katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote kurasa 142 paragrafu yake ya mwisho ni ya 3, alafu ya 3 ya 4. Nafikiri itakuwa ni ya 4, alafu utaenda mpaka kurasa 143 paragrafu ya kwanza. Karibu. Anzia ni hapa. Hili ni hapa. Malaika. Anasema, malaika wa Mungu wanapanda. Malaika wa Mungu wanapanda wakipeleka kwa Baba maombi ya wenye uhitaji. Maombi ya nini? Narudia. Ndiyo. Malaika wa Mungu wanapanda. Malaika wa Mungu wanapanda wakipeleka kwa Baba maombi yenye mahitaji. Wakipeleka kwa Baba maombi yenye mahitaji kutoka kwetu. Na waliochoka. Na wanashuka hao malaika wakileta baraka na tumaini. Ujasiri, msaada. Wanaleta baraka, tumaini, ujasiri na msaada na uzima kwa wana wa wanadamu. Bwana asifiwe. Kwa tayari tumepata sura inayoweza kutufanya tugundue jinsi gani ambavyo tukikufuru roho hatuwezi kusamehewa. Kwa njia hiyo ya wao kupeleka maombi kwa Baba, tusipotambua huduma yao, basi tutakuwa tumekata mawasiliano kati yetu na nani? Na Mungu, kwa sababu ndio wanabeba maombi ya nani? Ya sisi wanadamu. Na kwa njia hii utagundua jinsi gani ambavyo kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 27. Naomba nikimbie kidogo kulingana na muda mtumisho Baba. Fungu hilo linasomeka hivi: nanyi mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamuna haja ya mtu kuwafundisha. Anazungumzia kitu kinachoitwa mafuta katika kitabu cha Yohana wa kwanza 2 mstari wa 27. Haya mafuta ni kitu gani? Ukisoma kitabu cha Ezekiel 28 mstari wa 14, sikiliza sentensi ilivyo hapo. Anasema ya kwamba wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Hapa anatajwa Lucifer kwamba alikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Na haya mafuta ni roho. Na hii roho ndiyo ile ambayo Kristo alitaja vizuri katika kitabu kile cha Yohana 14. Na sasa kama ndio ile roho ambayo tayari tunaona iko juu ya huyu malaika, utaona jinsi gani ambapo malaika ndio wanatuwezesha kupata uwepo wa Mungu ndani yetu. Tulishasoma vizuri katika Shuhuda kwa Kanisa fungu la 9 kurasa 148 aya ya 3, jinsi gani ambapo malaika wanaleta maneno ya Kristo ndani yetu. Si ndio? Sasa naomba kidogo niweze kuelekea mahali ambapo unaona tunaweza tukaelewana vizuri. Naomba nisomee kitabu mtumishi cha COL Christ Object Lesson, ndio Kiswahili cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo, kurasa 373 aya ya kwanza. Tuone hiki nilichokizungumza ni kweli kabisa. Wanaotuhudumia ni Mungu, Kristo na malaika. Na je, katika hili tunaweza kutambua ya kwamba Mathayo 28 inamaanisha nini na si kile kinachomaanishwa leo? Kitabu hicho cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo kurasa ni 373 cha Kiingereza ambayo ni COL 373 aya ya kwanza, lakini cha Kiswahili ni 292. Soma hayo maelezo tunapokimbia msasa. Katika kitabu hiki kurasa wa 373
aya kwanza nasema, Ndio. jifanyeni urafiki kwa mali ya udhalimu. Yesu anasema jifanyieni urafiki kwa mali ya udhalimu. Kristo anasema, Kristo huyo ndiye anayesema hayo. ili itakapokosekana, Anasema ili itakapokosekana wakaribishe katika makao ya milele. Wawakaribishe katika makao ya milele. Mungu na Kristo. Sikiliza hicho Kiswahili. Mungu na Kristo na malaika wote wanahudumia wenye dhiki, kwamba wanahudumia wanadamu wenye dhiki, wenye adha na wenye dhambi. Wenye adha na wenye dhambi. Bwana asifiwe. Amina. Kiswahili hicho jamani hakihitaji nyongeza wala msaada wowote. Ni swala tu la kufikiri kwamba wanaotuhudumia sisi ni Mungu, ni Kristo na malaika. Na kwa jinsi hiyo watu tunapoenda kubatizwa au kubatiza, tunadaiwa kutoa ahadi ya kutambua ama kukiri, kuelewa ya kwamba tuna Mungu mngapi? Mmoja. Lakini tunakiri kutambua uwepo wa Mwokozi mngapi? Mmoja. Lakini pia tunakiri kutambua uwepo wa Roho mmoja, Roho ya nani? Ya Kristo, itendayo kazi ndani ya nani? Ya malaika wanaotuhudumia. Bwana asifiwe. Amina. Mpaka hapo tunaweza kuwa tumengamua jinsi gani ambavyo kile tulichokisoma katika mafungu mengi kinatuthibitishia ya kwamba sisi tunapoenda kusoma Mathayo 28 mstari wa 19 hatuwasilishi utatu, badala yake tunawasilisha uungu, kwa maana ya uwepo wa Baba, uwepo wa Mwokozi mwana wake Yesu Kristo, lakini uwepo wa Roho wao au Roho yao, Roho Mtakatifu inayotenda kazi ndani ya viumbe vyake vingapi? Vyote, akihusisha binadamu na malaika. Kuna maelezo hapa ambayo tunaweza tukayasoma pia kuthibitisha haya tunapofunga. Katika kitabu kile cha maandiko ya awali, kurasa wake ni wa 152, paragrafu yake ni ya kwanza. Unaweza kukutana na maelezo mazuri. Naomba niyasome tu kulingana na muda. Kuna kazi waliopewa malaika baada ya kuwa shauri la amani limekamilika baina ya Baba na Mwana. Kristo aliweza kuwaita wanafunzi malaika, akawapasha habari ya nini ambacho kimefanyika katika baraza lile la amani ambalo wahusika wake ni wawili. Hata ukisoma kitabu cha Ezekieli cha Zekaria sura ya 6 mstari wake ni wa 13. Akawa amewashirikisha, amewapa jukumu katika mpango huo wa ukombozi. Na aliwapa jukumu gani? Sikiliza, aliwapa jukumu hili kwamba ilikuwa ni kupanda na kushuka na mafuta. Mafuta gani? Mafuta ya Roho. Sikiliza. Ya kuimarisha kutoka katika utukufu kwa ajili ya kumfariji mwana wa Mungu katika mateso yake na kumhudumia. Pia kazi yao ilikuwa kuwalinda na kuwatunza raia wa ufalme wa neema dhidi ya malaika waovu na wagiza ambao hutupwa kwao daima na Shetani. Kwa hivyo baada ya kuwa Kristo ametoka kwenye kikao cha yeye na Baba yake, aliwarejelea malaika, akawapa jukumu wawe wanapanda na kushuka, kuwapatia huduma ya kiulinzi wanadamu, lakini kumfariji mwana katika majaribu kwa kijaribiwa na nani? Na Shetani. Na hicho ndicho kisa kinachopatikana katika kitabu cha Mwanzo sura 28 ukisoma mstari wa 10 mpaka wa 13. Kulikuwa na tukio pale dhidi ya mpango wa ukombozi ambao ulifunuliwa nani? Yakobo. Aliona ngazi ndefu ambayo ncha yake ilikuwa ni ndefu mpaka mbinguni, na juu yake alikuwepo Mungu. Na alafu walikuwa wakipanda na kuteremka malaika. Na wale malaika walikuwa wakipanda, wakipandisha maombi, wakiteremka, wakituteremshia nini? Roho Mtakatifu. Amina, watu wa Mungu. Amina. Na kumbuka ile ngazi ni Kristo mwenyewe. Kwa hivyo malaika wanafanya kazi ile ambayo ingefanywa na nani? Na Kristo. Kama ambavyo na sisi leo tunajumuika kushiriki katika jukumu hilo. Kwa Kiswahili hayo unaweza kusoma kwenye kitabu hicho cha maandiko ya awali. Kitabu cha maandiko ya awali kile kipana kidogo ni kurasa 148, ni katika sura ile ya 36. Okay. Nukuu yangu ya mwisho naisoma katika kitabu cha LTMS, yani manuscript ya 62 ya mwaka 1901, paragrafu yake ni ya 7. Sikia, anasema hivi: ni lini watu wa Mungu watatambua kwamba malaika wa Mungu wamewazunguka wakingoja kuwapa mafuta matakatifu ya Roho wake? Malaika wametoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu wakiwa na mafuta haya. Kwa hivyo tayari tumegundua jinsi gani ambavyo malaika ndio wanaotusafirishia Roho ya Kristo, Roho ya Baba, kuweza kutuletea sisi
Na kwa hivyo tunaalikwa kutambua hicho kitu, na kama tumeelewa hilo, hakuna haja kudhani ya kwamba tuna kiumbe kingine kinachoitwa Mungu Roho. Na kwa jinsi hiyo, katika kiapo chetu tunachoapa tukibaini ya kwamba tunaenda kujitoa kwa Mungu, tunajitoa kwa Kristo na kujitoa kwa Roho yake. Ina maana tunajitoa kwa Roho itendayo kazi ndani ya malaika. Na kwa jinsi hiyo utaona ni tofauti na kile kinachowasilishwa ya kwamba katika Mathayo 28 mstari wa 19 eti pale kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hapana. Kwa hivyo tunapoenda kubatiza, kiapo kinachotajwa pale tukawabatize kwa jina la Baba, yani kwa mamlaka ama katika tabia ya kiungu. Baba, Mwana na Roho waliotajwa pale ni Mungu mwenyewe mwenye nafsi, ni Mwokozi mwana wake mwenye nafsi, ni Roho yao itendayo kazi ndani ya malaika na ndani yetu pia. Bwana asifiwe. Amina. Basi Bwana atuhurumie, atujaze hekima yake itoshayo kuelewa jinsi gani ambavyo sisi hatupo hapa kwa sababu ya kutafuta kufundisha kinyume cha kile kilichokusudiwa. Badala yake tupo hapa kwa ajili ya kufundisha kile ambacho kimekusudiwa ili kieleweke kwa watu, na hatimaye tusije tukapotosha neno lake na kisha tukahesabiwa hatia bila sababu. Ukizingatia yale tuliyoyasoma mafungu na nukuu, utaelewa ya kwamba Baba, Mwana na Roho si watatu, isipokuwa ni Mungu mmoja aliye na mwana wake, lakini huyo mwana wake ana roho yake, na hiyo roho yake ndiyo roho ya nani? Ya Baba, itendayo kazi ndani ya viumbe vyake malaika na sisi binadamu. Kwa hivyo tunapokuwa tunaapa pale, tunaapa kutambua uwepo wa roho yake hapa katika roho, yani uwepo wa Kristo katika roho, uwepo wa Mungu katika roho. Tumesoma nukuu na mafungu kadhaa. Bwana tubariki kwa hayo kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Amina.